Haya yamebainika baada ya ripoti kuwa malipo ya shilingi milioni 129 yalitolewa kuafikia uhuru wake. Kwa sasa maandalizi ya kumrejesha nyumbani yameanza, kama anavyotuarifu Seth Olale. Stephen Munyaho hatimaye yuko kwenye harakati za kurejea nyumbani baada ya kuwa gerezani kwa takriban miaka 14 nchini Saudi Arabia. Munyaho, ambaye sasa anatambulika kama Abdul Karim, alihukumiwa kifo mwaka 2021 baada ya hatia ya kupigana na raia wa Yemen aliyefariki saa chache baada ya kisa hicho. Munyaho alitakiwa kulipa faini ya shilingi milioni 150 wakati huo ama ahukumiwe kifo. I knew worse lay ahead because the spectre that then I have lived with was the spectre of receiving my firstborn's beheaded body. Steve is a human being. We are all human beings with our frailties. We bring him home, it will be the Kenyan story of victory. However tragic it has been, but there is light at the end of the tunnel. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar, Munyaho amenusurika kifo baada ya jumla ya shilingi milioni 129 kulipwa na muungano wa dunia ya Waislamu wa The Muslim World League. Our ambassador in Saudi Arabia have confirmed that request has since been honored. The $1 million has been paid and the Kenyan will return home safe. Stephen Munyaho, aka Stevo Abdul Karim, alitakiwa kuuawa rasmi mwezi Mei mwaka jana, lakini hatua hiyo ikasitishwa kwa muda kutokana na mazungumzo kati ya ubalozi wa Kenya na Saudi Arabia. Seth Olale, Runinga ya Citizen. Tuangalie masuala yanayohusu elimu ya juu, ambapo mahakama ya rufaa hii leo imetoa idhini kwa serikali kuendelea na mfumo